Bana, tuangazie matukio ya kijamii. Iko taarifa ambayo inasambaa sana na kupitia Biomedia nitaweza kukuhabarisha vyema kabisa. Taarifa inasema kwamba siri imefichuka, Mtume Mwamposa kaumbuka. Wamasai waliomuua Mchina pesa wamenunulia ng'ombe. Karibu sana mtazamaji wetu wa Biomedia popote pale unakoendelea kuangalia na kufuatilia taarifa mbalimbali. Nita Official Rose D itakuwa inapendeza mpaka tamati katika kuhabarishana. Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 wanaodaiwa kuhusika katika tukio la mauaji ya raia kutoka nchini China, Mr. Ji Bazong, tukio ambalo lilizua taharuki na maswali mengi kuhusu mazingira ya kifo alichofariki. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao kunatajwa kuwa hatua muhimu katika uchunguzi wa kesi hiyo, huku jeshi hilo likisema ushahidi uliokusanywa unaonyesha kuwa mauaji hayo yalitokana na njama za wizi zilizopangwa mapema kabisa. Na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, watuhumiwa hao walikamatwa katika maeneo tofauti nchini baada ya uchunguzi wa kina uliofanywa na vyombo vya usalama. Polisi wamesema kuwa baada ya kukamatwa watuhumiwa wote walihojiwa na baadaye kukiri kuhusika katika kupanga na kutekeleza tukio hilo la uhalifu. Taarifa zinaeleza kuwa watuhumiwa walipanga kumuibia marehemu fedha zilizokuwa ndani ya kiwanda ambacho alikuwa akihusishwa nacho, na inadaiwa kuwa usiku wa tukio walivamia eneo hilo na kufanikiwa kuiba kiasi cha shilingi milioni 9 kabla ya kumshambulia na kumuua. Polisi wanaamini kuwa lengo kuu la watuhumiwa lilikuwa kupata fedha hizo, lakini tukio hilo liligeuka kuwa mauaji baada ya kutekelezwa kwa nguvu na ukatili mkubwa. Baada ya kutenda uhalifu huo, watuhumiwa walitoroka kutoka eneo la tukio na kuelekea katika maeneo mbalimbali ili kujificha na kuondoa uwezekano wa kukamatwa haraka. Uchunguzi wa polisi umebaini kuwa sehemu ya fedha walizoiba ilitumika kununua ng'ombe, jambo ambalo lilionyesha kuwa walikuwa tayari wameanza kutumia fedha hizo kwa shughuli zao binafsi. Katika operesheni ya kuwatafuta wahusika hao, jeshi la polisi walifanikiwa kuwakamata watuhumiwa 2 katika eneo la Namanga mkoani Arusha. Wengine 2 walikamatwa katika eneo la Mabibo jijini Dar es Salaam katika nyakati tofauti. Kukamatwa kwao kunatajwa kuwa matokeo ya ushirikiano kati ya vikosi mbalimbali vya usalama pamoja na taarifa zilizopatikana wakati wa uchunguzi. Jeshi la polisi limeeleza kuwa uchunguzi bado unaendelea ili kubaini kama kuna watu wengine ambao walihusika katika kupanga au kufanikisha tukio hilo. Aidha, limewahakikishia wananchi kuwa litaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya uhalifu wote ambao wanajihusisha na vitendo vya uhalifu vinavyohatarisha maisha ya watu na usalama wa jamii. Polisi pia wametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa za uhalifu kwa wakati ili kuweza kusaidia kuzuia na kufichua matukio kama haya. Lakini pia wamesema ushirikiano wa wananchi ni muhimu katika mapambano dhidi ya uhalifu na katika kuhakikisha kuwa wahusika wa matukio ya kihalifu wanakamatwa mapema. Nikukumbusha mtazamaji kwa mtumishi Boniface Mwamposa aliwatetea Wamasai kwa kusema kuwa hawawezi kufanya tukio kama hilo la kutoa uhai wa mtu anawajua vizuri, ni wakarimu. Baada ya Wamasai hao kukamatwa na jeshi la polisi, wadau wamemgeukia mtumishi huyo na kumwambia kaumbuka, maana waliokamatwa ni Wamasai na ndio waliofanya tukio hilo la mauaji. Kwa sasa watuhumiwa wote wanashikiliwa na jeshi la polisi huku taratibu za kisheria zikiendelea. Polisi wamesema baada ya kukamilika kwa uchunguzi, watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazowakabili ikiwemo mauaji na wizi. Kesi hiyo inatarajiwa kufuatiliwa kwa karibu kutokana na uzito wake na maslahi ya kuhakikisha haki inapatikana kwa marehemu pamoja na familia yake. Ni tamati mtazamaji matukio ya kijamii. Wakati mwingine tuhabarike zaidi kupitia Biomedia na Official Rose D.